Mpenzi mtazamaji wa TBC1, kwa hakika ninayo furaha kwa namna pekee kukualika katika kipindi cha dini ya Kikristo siku hii ya leo, ambapo kwa namna pekee tunaungana na jumuiya ya Chuo Kikuu cha Sayansi za Afya cha Mtakatifu Francisco hapa Jimbo Katoliki Ifakara. Wao kwa namna ya pekee wanamshukuru Mwenyezi Mungu wanapofanya mahafali yao ya kwanza ya chuo hiki tangu kianzishwe. Na mpenzi mtazamaji wa TBC1, ibada hii, adhimisho hili la ibada ya misa takatifu linaongozwa naye Mhashamu Baba Askofu Mkuu Yuda Thaddeus Ruwa'ichi. Yeye ni askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza. Na ninayekualika katika kipindi hiki kwa niaba ya idara ya mawasiliano jamii Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ni mtangazaji wako Pascal Mwanache. Ninakusihi tuungane na jumuiya hii ya Chuo Kikuu cha Sayansi za Afya hapa Jimbo Katoliki Ifakara kumtolea Mungu shukrani wanapofanya mahafali yao kwa mara ya kwanza. Ninakusihi tuungane mpaka mwisho wa kipindi hiki.
chuo, kwa ajili ya wahitimu na kwa ajili ya kanisa la taifa letu la Tanzania. Sisi ni wadhambi tusiostahili kusimama mbele ya Mungu na kumtumikia. Kwa sababu hiyo, napenda kuanza adhimisho hili kwa kujuta dhambi zetu na kuangamia Mungu mwenyewe. Kwani nimekosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira wa rehema, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Kristo
Tena tupende kwa moyo mnyofu na kwa nguvu zetu zote. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, daima na milele. Somo katika kitabu cha Hekima sura ya 9 mstari wa 1 hadi mstari wa 8. Ee Mungu wa baba zetu, Bwana mwenye kuhifadhi rehema yako, umevifanya vitu vyote kwa neno lako, na kwa hekima yako ukamuumba mwanadamu ili avitawale viumbe vilivyoumbwa nawe, na kumiliki ulimwengu katika utakatifu na kwa haki, na kutoa hukumu kwa unyofu wa moyo. Na kusihi unipe hekima, ambayo huketi karibu nawe katika kiti chako cha enzi, wala usinikatae mimi miongoni mwa watumishi wako, mimi niliye mtumwa wako na mwana wa mjakazi wako, mtu dhaifu asiye na siku nyingi, wala sina nguvu ya kufahamu hukumu na sheria. Kwa maana mtu ajapokuwa ni mkamilifu miongoni mwa mwanadamu, pasipo hekima itokayo kwako, atahesabiwa kuwa si kitu. Wewe umenichagua mbele ya ndugu zangu kwa kuwa mfalme wa watu wako, na kutoa hukumu kwa wana wako. Wewe umeniamuru kujenga hekalu katika mlima wako mtakatifu, na madhabahu katika mji ukaapo, nakala ya maskani takatifu ulioifanya tayari tangu awali. Neno la Bwana. Waamini, tusikilize somo la pili. Somo kutoka katika kitabu cha Efeso, wa Efeso sura ya 1 aya ya 3 hadi ya 14. Atukuzwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, maana katika kuungana na Kristo ametubariki kwa kutujalia zawadi zote za kiroho mbinguni,
Kabla ya kuumbwa ulimwengu, Mungu alituteua tuwe wake katika kuungana na Kristo ili tuwe watakatifu na bila itilafu mbele yake. Kwa sababu ya upendo wake, Mungu alikuwa ameazimia tangu zamani kutuleta kwake kama watoto wake kwa njia ya Yesu Kristo. Ndivyo alivyopenda na kunuia. Basi tumsifu Mungu kwa sababu ya neema yake tukufu ambayo ametujalia katika mwanaye mpenzi. Maana kwa damu yake Kristo sisi tunakombolewa, yaani dhambi zetu zinaondolewa. Ndivyo ulivyokuwa neema yake aliyotukirimia bila kipimo. Kwa hekima na ujuzi wake wote, Mungu alitekeleza kile alichonuia, akatujulisha mpango wake uliofichika, ambao alikuwa ameazimia kutekeleza kwa njia ya Kristo. Mpango huo ambao angeutimiza wakati utimiapo ni kukusanya pamoja na viumbe vyote, kila kitu mbinguni na duniani chini ya Kristo. Katika kuungana na Kristo, sisi tumerithishwa wokovu kama tulivyopangiwa kadiri ya azimio lake Mungu atekelezaye kila kitu kulingana na uamuzi na matoka yake. Basi sisi tuliotangulia kumtumainia Kristo tunapaswa kusifu utukufu wa Mungu. Nanyi watu wa mataifa mengine mliusikia ujumbe wa kweli, yaani habari njema iliyowaletea wokovu. Mkamwamini Kristo, naye Mungu ili kuonyesha kuwa nyinyi ni wake akawapiga muhuri kwa kuwapeni yule Roho Mtakatifu aliyetuahidia. Huyu Roho ni dhamana ya kupata yote yale ya Mungu aliyowaahidia watu wake. Na jambo hili latuhakikishia kwamba Mungu atawakomboa kabisa wote walio wake. Tusifu utukufu wake. Neno la Bwana. Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sura ya 10 aya ya 29 hadi 37. Lakini yeye alitaka kujihakikishia kuwa mwema, akamuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akamjibu, mtu mmoja alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Alipokuwa njiani, alivamiwa na majambazi, wakamnyang'anya mali yake na kumpiga, wakamwacha mahali pale nusu mfu. Kumbe kuhani mmoja akawa anapita barabara ile, akamwona, naye akapita kando. Hali kadhalika na Mlawi mmoja, alipofika mahali hapo akamwona, naye akapita kando. Lakini Msamaria mmoja aliyekuwa anasafiri alifika pale yule mtu alipokuwa, naye alipomwona alimwonea huruma, akamwendea, akamtibu majeraha yake.
kwa kumtia mafuta na divai na kuyafunga. Halafu akampandisha juu ya punda wake, akampeleka katika nyumba moja ya wageni, akamuguza. Kesho yake akatoa fedha dinari 2, akampa yule mwenye nyumba, akamwambia, muguze mtu huyu, na chochote utakachotumia zaidi nitakaporudi. Kisha Yesu akauliza, kati ya hao watatu ni yupi aliyeonyesha kuwa jirani yake yule aliyevamiwa na majambazi? Yule mwalimu wa sheria akamjibu, ni yule aliyemwonea huruma. Na Yesu akamwambia, nenda nawe ukafanye vivyo hivyo. Neno la Bwana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, kanisa na jamii ya Ifakara vimeshuhudia matukio mazito ya kihistoria katika uhai wake wa takriban miaka 100. Leo pia ni siku ya kihistoria kwa sababu kwa mara ya kwanza tangu dunia iumbwe tunapata madaktari wahitimu kutoka chuo chetu kikuu cha Mtakatifu Francis Ifakara. Ndio maana tumekusanyika Ifakara leo kuadhimisha kwa shangwe na nderemo. Kama nilivyosema mwanzo wa adhimisho hili, tunataka kumshukuru Mungu, lakini pia tunataka kumuomba. Namshukuru kwa baraka alizolikimiminia chuo chetu na wadau wake tangu kilipozaliwa miaka 5 iliyopita mpaka leo. Lakini tunamuomba baraka yake kusudi chuo hiki kiendelee kusitawi, kitekeleze malengo yake ya kutengeneza, ya kulea majirani wema. Tumefanya vema kuanza maadhimisho ya siku ya leo kwa kukusanyika mbele ya altari ya Mungu, tumtolee hizo shukrani na maombi yetu. Na tunapofanya hivyo, tunaongozwa na neno la Mungu ambalo tumelisikia na ambalo sasa tunaalikwa kulitafakari. Somo letu la kwanza lilitoka kitabu cha Hekima sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 8. Katika somo hilo, ijapokuwa hakutajwa, tunakutana na mfalme Sulemani. Sulemani kijana ambaye baada ya maandalizi amejaliwa kumrithi baba yake na kuwa mfalme wa Israeli. Katika hali kama hiyo, lolote linaweza kutokea, hasa kwa kijana, kwa sababu kufanikiwa kwa kijana
kunaweza kukamfanya avimbe kichwa, aanze kujigamba, ajisahau na kujitangaza kuwa Mungu mtu. Mfalme Sulemani hakufanya hivyo. Badala yake ameanguka magotini, akajiaminisha mikononi mwa Mungu. Na leo somo letu la kwanza limetupatia sala ya Mfalme Sulemani. Katika sala hiyo anamshukuru Mungu aliyemteua na kumfikisha katika hadhi ya kuwa mtu mkubwa, ya kuwa mfalme, ya kuwa mtu aliyefanikiwa. Pamoja na kumshukuru Mungu, anaomba baraka maalum. Ungedhani kwamba angeomba Mungu awasambaratishe maadui zake. Ungedhani angemuomba Mungu amzidishie heshima. Ungedhani angemuomba Mungu amzidishie madaraka. Ungedhani angemuomba Mungu amzidishie mali na utukufu. Hivyo ni vitu ambavyo wanadamu tunapopata nafasi tunaviweka mbele, tunavihangaikia, na pengine kwa namna hovyo kabisa. Hiyo namna hovyo ya kujitafutia madaraka, ya kujitafutia mali, ya kujitafutia sifa, ya kujitafutia heshima, mara nyingine huwafanya wanadamu watembee juu ya mabega na vichwa vya wanadamu wenzao, wawageuze kuwa ni vyombo vya kufikia malengo yao. Mfalme Sulemani amefanya tofauti kabisa. Kwanza, amemuomba Mungu amjalie hekima. Hekima hiyo, kama mmesikiliza vizuri somo, sio kitu, ni nafsi. Kwa sababu tumesikia anaomba apewe hekima inayoketi katika kiti cha enzi na Mungu. Kwa hiyo hekima inayoombwa ni Roho wa Mungu, ni Roho Mtakatifu, ambaye ndiye chimbuko la kila lililo jema, ya kila lililo takatifu, ya kila lililo la heshima, ya kila lililo la kweli. Sulemani anaomba apewe Roho wa Mungu kusudi atumikie kama anavyotakiwa, atawale kama mtumishi wa Mungu, kwa kuwa madaraka yote ni halali ya Mungu. Mungu ndiye mtawala, Mungu ndiye mmiliki, Mungu ndiye mtukufu, nasi ni watumishi, ni vyombo vyake. Kwa hiyo Sulemani anajiaminisha awe chombo cha Mungu, atende kazi ya Mungu, na amesema nijaliwe kutawala kwa haki. Sasa haya ya utawala yanawahusuje madaktari wetu wapya? Haya ya utawala yanatuhusuje sisi tuliokusanyika hapa leo? Ndiyo, wewe daktari mkongwe, wewe daktari mpya,
ni mtawala, sio mtawala wa kutangaza na kutunga sheria. Ni mtawala wa namna ambayo ni ya pekee kabisa. Ninyi mmesomea na kufuzu katika yale yanayohusu uhai wa mtu, usitawi wa uhai huo na uhifadhi wa uhai huo. Yale mtakayotenda yatawapeni uwezo na madaraka juu ya uhai wa mtu, tangu anapotungwa mimba mpaka anapopumua mara ya mwisho. Mkipenda, mnaweza mkawa watendaji wanaoenda kinyume na uhai huo, mkawa badala ya watetezi, badala ya walinzi, badala ya wasitawishaji wa uhai, mkawa mnacheza nao, mkaogeuza jambo la kujifurahisha, na pengine mkageuza uhai wa mtu ukawa ni jambo la kujitahirisha. Hayo mtafanyaje? Mnaweza mkaamua kwamba mimba ya mwanamke fulani haistahili isitawi, ikue, ione mwanga wa jua, mkachukua fedha na kuisitisha. Mnaweza mkaamua mtu fulani mgonjwa maskini, badala ya kumtibu kama anavyostahili, mkamfanyia mizengwe, na akiwalipa tu ndio mumtibu. Mnaweza mkaamua pia kwa kuhimizwa na mtu fulani mwenye nguvu, mwenye fedha, mwenye madaraka, mkamwondoa mtu fulani ambaye ni kikwazo, ni usumbufu, ni kero kwa wakubwa. Tosha mkampa kidonge ambacho akiendani na uhai wake, basi akapumua kivyake vyake na kwenda zake. Hayo naamini sio ndoto tu. Hayo ni mambo ambayo yanawezekana na pengine yanafanyika. Lakini je, wewe ndicho ulichosomea? Lakini wewe ndicho ulichofuata? Lakini wewe ndicho Mungu anachotaka kwako? Mungu anakuita kwa wito maalum, na wito wako tumeusikia katika Injili ya leo. Tulisomewa kutoka Injili ya Luka sura ya 10 mstari wa 29 mpaka wa 37. Sehemu hiyo tuliyosomewa ni sehemu ya kile kinachoitwa simulizi la Msamaria mwema. Wewe unaitwa kuwa Msamaria mwema, na simulizi hilo mara nyingi hutumika vizuri katika mazingira yanayohusu tiba, yanayohusu madaktari, yanayohusu waganga na watu wanaohangaikia uhai. Katika Injili tuliyosikia, tumesikia juu ya jamaa ambaye alikuwa safarini kutoka Yeriko kwenda Yerusalemu. Naomba nitangulie kuwatafsiria kwamba safari ya Yeriko kwenda Yerusalemu ni safari ya maisha. Maisha yako, maisha yangu,
maisha ya yeyote yule. Katika safari hiyo kuna baraka nyingi, kuna changamoto nyingi, ziko hatari nyingi. Na huyu jamaa ambaye alikuwa anasafiri katika Biblia, tumesikia kwamba amekumbana na wanyang'anyi, wakamjeruhi, wakamnyang'anya alivyokuwa navyo, wakamwacha hoi. Katika maisha hata sisi tunaweza na tunakutana na wanyang'anyi. Mara nyingine wanyang'anyi hao ni changamoto za afya zetu, ni madhaifu tunayokutana nayo. Yanaweza akawa ni magonjwa ya kawaida, kama magonjwa ya tumbo yanayowasumbua watu msimu huu wa mvua. Sehemu mbalimbali za Tanzania leo watu wanasakamwa na kipindupindu. Hiyo ni changamoto. Huyo ni mnyang'anyi katika safari kati ya Yeriko na Yerusalemu. Katika maisha tunakutana na matatizo mengine ya mazoea kama malaria, ambayo bado naamini ni muuaji mkubwa kuliko magonjwa yote katika bara la Afrika. Malaria ni mnyang'anyi anayetusumbua, anayeingilia uhai wetu, usitawi, usalama na tija yetu. Kuna magonjwa mengine kama kansa za aina mbalimbali, hizo nazo ni wanyang'anyi. Kuna magonjwa kama ukimwi, ni wanyang'anyi wanaoingilia maisha yetu na kutishia kutunyang'anya. Huyu mtu aliyejeruhiwa njiani aliachwa hoi, na inafaa tuzingatie yale yaliyojiri baadaye. Tumeambiwa alipita kwanza askofu, kwa maana alipita padri kwanza, Mlawi, akamwona, akapita pembeni. Akapita askofu, kuhani, akamwona, akapita pembeni. Hao sio watu wanaoruhusiwa kushika damu, kwa sababu kwa Wayahudi damu ni najisi. Ndio maana wamepita pembeni. Nimesema padre na askofu. Wengine mnaonisikiliza mtasema, angalieni basi mlivyo ninyi, na ninyi mkajiweka pembeni salama. Hiyo mbele ya hali halisi zinazowasibu wenzetu. Mungu anakudai wewe, Mungu anamdai padre, Mungu ananidai mimi. Hakuna anayesalia. Tunaweza wote kukwepa tukapita pembeni, tukamwacha huyu mahututi akipiga na kufa kivyake. Lakini tumeambiwa haikuishia hapo. Amekuja mtu mmoja, tumuite wahovyo. Katika maisha tuna tabia mara nyingine ya kuona watu wengine ni bora na wengine ni baki. Tumeambiwa alikuja Msamaria. Mbele ya Myahudi, Msamaria ni mtu baki. Msamaria ni mtu wa chini. Msamaria ni mtu hovyo, asiyestahili kusimama mbele ya Mungu na asiyestahili kuheshimiwa na mtu mwenye tija. Huyo mtu hovyo amefika, akamwona yule maskini, akamhurumia,
akamganga. Amemganga kwa namna iliyojulikana zama zile. Amechukua alcohol. Ninyi mnajua kwamba alcohol inasaidia katika masuala ya vidonda. Kwa hiyo huyu mtu alikuwa na chupa yake ya divai. Angeweza kuchagua ainywe, lakini akaitumia kuganga majeraha ya yule maskini. Akisha mganga kwa kusafisha vidonda vile kwa divai yake, akachukua mafuta aliyokuwa nayo akamtibu. Huyo alikuwa ni Msamaria. Huyo alikuwa ni mtu hovyo. Na kuanzia siku ile Msamaria ameinuka na kuwa mtu bora, mtu wa Mungu, mtu wa huruma, mtu wa upendo, mtu wa vitendo. Na wale waliokuwa bora wakawa hovyo. Ndugu zangu, huyu Msamaria amekuwa jirani. Huyu Msamaria amejipambanua kama jirani mwema. Naomba nikuulize wewe swali, bila unafiki, jirani yako wewe ni nani? Kwa namna nyepesi, ningekupa ruhusa ya kujibu bila unafiki. Ungemtaja kwanza mama yako, baba yako, dada yako, kaka yako, na yule jirani yako ambaye sio msumbufu, yule jirani yako mwenye manufaa kwako. Mtazamo huo huongoza namna yetu ya kuhusiana na namna yetu ya kutenda. Tunapokuwa na jirani ambaye ni mtu wa familia yetu tu, jirani ambaye ni mtu wa ukoo wangu tu, jirani ambaye ni mtu wa kabila langu tu, jirani ambaye ni mtu wa rangi yangu tu, basi dunia inakuwa ni dunia hoi, kwa sababu ni dunia ambayo imepasuka vipande visivyofaana. Jirani anapaswa kuwa ni kila mtu unayekutana naye katika safari yako ya maisha. Lakini katika Injili ya leo, Yesu amefanya zaidi ya kusema jirani ni nani. Yesu anakuambia hivi, wewe uwe jirani. Uwe jirani mwema, aliye msaada kwa wengine, aliye chombo cha Mungu cha kuwafaa, cha kuwalinda, cha kuwanusuru watu wake. Ndugu yangu daktari mpya, unakokwenda na kuomba uwe jirani kwa kila mgonjwa utakayekutana naye, bila kumwomba rushwa, bila kumwomba akusifu wala akupapatikie. Mtumikie kwa sababu wewe umeandaliwa na umewezeshwa kuwa jirani yake. Mtumikie kwa ajili ya Mungu, sifa na heshima yake. Ukifanya hivyo, utatafsiri katika vitendo ujumbe wa somo letu la pili. Katika somo la pili, Paulo mtume akiwaandikia Waefeso ametupa wimbo wa sifa kwa Mungu. Sifa kwa nini? Kwa sababu ya matendo makuu ya Mungu
hasa tendo la ukombozi wetu. Sifa kwa Mungu ambaye ametuhurumia na anaendelea kutuhurumia na kushughulikia usitawi wetu. Sifa kwa Mungu Baba wa huruma yote. Huyu Mungu wa huruma, Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, anatutaka sisi tuwe vyombo vya huruma yake, vya upendo wake, vya haki yake. Tunakuombeni muwe hivyo kwa sifa na utukufu wa Mungu. Tusali na sadiki. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli wa Mungu kweli, aliyezaliwa na Mungu, ndiye Mungu mmoja Baba, ambaye vyote vinaonekana, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili ya sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Kristo Bwana, akateswa, akafa na akazikwa, siku ya tatu akafufuka kutoka mauti, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, nao ufalme wake utakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayekuja na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa kinywa cha manabii. Nasadiki kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Ndugu zangu, tuombe Mungu wa Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Naombea Baba Mtakatifu, maaskofu na mapadre, mashemasi, ili waendelee kuliongoza kanisa lako kwa kadiri ya mpango wako, Bwana. Tunawaombea viongozi wa serikali mbalimbali ili waweze kuyaongoza mataifa yao kwa haki, amani na umoja, Bwana. Tunawaombea walimu na wafanyakazi wote wawe na afya njema, na hivyo waendelee kutupatia taaluma na ujuzi kwa ajili ya kuwahudumia kondoo wako, Bwana. Tunakushukuru Baba Mungu kwa baraka zote ulizotujalia tangu chuo chetu kilipoanzishwa hadi leo. Tunazidi kuomba neema na baraka zako ili tuendelee kutenda yote kwa sifa na utukufu wa jina lako, Bwana. Tunajiombea wanachuo wote ili tuwe na bidii zaidi katika masomo na majifunzo yetu na hatimaye tuweze kufaulu vizuri, Bwana. Kwa namna ya pekee tunakushukuru kwa zawadi ya ndugu zetu wanaohitimu leo, ambao wamekuwa nao katika safari yao ya masomo. Tunakuomba uendelee kuwalinda na kuwabariki katika
katika mafunzo yao ya vitendo na kasha katika kazi zao. Bwana, Mungu mwenyezi wa upendo, kwa wema wako kwa kuomba uwapokee ndugu zetu marehemu na uwaalike katika makao yao ya milele. Bwana, Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, tunakuomba usikilize sala za kanisa lako, ukijalie hayo tunayoomba kwa imani yapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Yatupasa wote kuwasaidia walio dhaifu, tukiyakumbuka maneno ya Bwana Yesu mwenyewe. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Vitu vyote kweli tumepewa bure, tuvitoe bure. Tukiyakumbuka maneno ya Bwana Yesu mwenyewe. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea.
Sadaka ya sikukuu ya leo.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa kwetu sisi na furaha katika Roho. Ee Bwana, tunakutolea sadaka ya kukushukuru kwa ajili ya mapaji uliotupatia. Umetujalia haya yote bila mastahili yetu. Kwa hiyo tunakusihi utuwezeshe kuyatumia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, jambo la kufana kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Ee Bwana uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, wewe una haja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako tunachokutolea kwa shukrani. Maana nyimbo zetu za sifa hazikuzidishi kitu, bali zatufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu, tukiungama kwa furaha. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kuwakusanya watu kwako,
ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya Bwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate, akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni na kutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ilitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Andrea mtume, msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Salutaris Melchior Libena, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Tusikilize kwa wema na sala za jamani hiyo uliyoita kwa mbele yake.
Baba mwema, uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wana wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioangamia wakiwa wamekutembelea. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Na sasa tusali kwa imani kama tulivyofundishwa na Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu, usizitazame dhambi zetu, ila ione imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Amani kwako Baba. Oh
Tazameni, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za dunia. Heri yao wanaoalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno na roho yangu. Bwana awe nanyi.
Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na mpenzi mtazamaji wa TBC1, kufikia hapo kipindi chako cha kutoka kanisani siku hii ya leo hakina la ziada. Nikukumbushe tu mpenzi mtazamaji kwamba siku hii ya leo tulikuwa katika ibada ya misa takatifu ya shukrani, ambapo Chuo Kikuu cha Sayansi za Afya cha Mtakatifu Francisco, Jimbo Katoliki Ifakara hapa mjini Ifakara, waliunganisha nia zao katika kumshukuru Mungu kwa kufanya mahafali yao ya kwanza katika chuo hiki. Vile vile mpenzi mtazamaji wa TBC1, chuo hiki ni chuo kikuu kishiriki cha Mtakatifu Agustino Tanzania. Niliyekuaga kutoka katika kanisa hili la Mtakatifu Andrea Mtume, Jimbo Katoliki Ifakara, ni mtangazaji wako Pascal Mwanache kwa niaba ya idara ya mawasiliano jamii, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.